Shimbali madelu. Shimbali madelu mawenze. Lakini mimi nimefarijika sana leo kuwa sehemu ya historia kwa Wanairamba na hususan katika kijiji hichi, kwamba leo tunapoenda kukabidhi hati zaidi ya 800 na mimi mwenyewe nikikabidhi, basi ni kumbukumbu nzuri kwamba na mimi nilishiriki katika zoezi hili ambalo wananchi wa kijiji hiki wamelisubiri kwa muda mrefu sana. Hati hizi jamani ni heshima, hati hizi ni fedha, hati hizi ni uchumi, hati hizi ni haki. Kwa hiyo tunaomba sana mtakapokabidhiwa leo hati hizi, mwende mkazitunze kama mnavyotunza mboni ya macho yenu, mkatunze ili na nyinyi iwatunze. Sio tena tumekupa hati ndio umepata mwiba wa moto wa kwenda kuanza kuuza ardhi. Jamani, ardhi nendeni mkapangishe, lakini msiuze ardhi. Kila mwaka inaongeza thamani. Ardhi ndio dhahabu ambayo sisi tunayo mikononi. Niwaombe sana wananchi wa mkoa wa Singida, tusipende sana kuuza ardhi. Kama unaona una changamoto unataka uitatue na mtaji ulionao ni ardhi yako, ni bora upangishe kuliko kuuza. Kwa sitapenda tena kuona malalamiko ndani ya familia. Baba kabeba ardhi anaenda kuuza, mama kabeba ardhi anaenda kuuza, watoto wamebeba ardhi wanaenda kuuza. Jambo hilo ni fedheha, tusikubali. Tuiangalie siku hii kwa heshima kubwa. Serikali imefanya jambo jema kwenu, nendeni mkalibebe, nendeni mkatunze hizi ardhi, na kama mnahitaji fedha au mnahitaji kupata chochote cha kuwawezesha, tumieni kwa ajili ya kukopa, na mikopo ambayo una mpango nayo kazi. Sio mikopo kama aliyosema MC kwamba unaenda kuchukua ardhi yako sasa unakopa ili ukaongeze mke wa pili. Hapo ndugu yangu utakuwa umepoteza mwelekeo, kwa sababu ukiongeza mke wa pili unaongeza gharama nyumbani. Hakuna unachozalisha kiuchumi pale. Watoto watahitaji kwenda shule, si ndio? Mama mwenyewe atahitaji kutunzwa, na yule wa mwanzo atahitaji kutunzwa, watoto wake watahitaji kutunzwa. Kwa hiyo wewe kama unataka kuongeza wa pili, wa tatu, na dini yako inakuruhusu, mila zako zinakuruhusu, usitumie ardhi hii, usitumie hizi hati. Tumia uchumi uliotengeneza mwenyewe huko nyumbani ili mambo yako yaende kuwa vizuri. Maanake msije mkaondoka hapa mkasema mkuu wa mkoa ametukataza tusioe mke wa pili. Atakaye kukataza kuoa mke wa pili ni mke ulionai sasa hivi. Na sisi siku hizi tumesema hatutaki kubanana. Na mjue tena vingine akina baba, si kila kinyacho ni dhahabu. Umeelewa eh? Atakuja mwizi wa kukombe na hati yako yote akuache na bibi kubwa mnahangaika. Lakini katika kipindi hichi tunaenda kwenye kilimo. Tayari pembejeo zipo kwenye watoa huduma. Tuendelee kutumia mbegu bora, tutumie mbolea, viuatilifu ili tuongeze tija katika mashamba yetu. Sina wasiwasi na wakulima mkoa wa Singida. Karibia 97% wamesajiliwa. Kwa hiyo waende wakatumie ruzuku ambao serikali imewapa, twende tukazalishe zaidi. Msisitizo ni chakula, lakini zao la biashara alizeti tusiiache, tuikumbatie. Tunaiwekea mazingira mazuri ili muweze kuiuza kwa bei ambayo ni nzuri, lakini na nyinyi muwe sehemu ya taifa hili katika kuhakikisha kwamba tunaipunguzia serikali mzigo wa kuagiza mafuta nje ya nchi. Tuna viwanda vikubwa na vya kati hapa Singida. Changamoto kubwa ni malighafi ambao ni alizeti. Twendeni tukazalisha alizeti ya kutosha, na sisi tutasimamia ili mpate bei nzuri, muendelee kuzalisha tena na tena. Lakini katika kipindi hiki ndio kipindi ambacho tunaandikisha watoto kwa ajili ya madarasa ya awali na darasa la kwanza. Bado uandikishaji Iramba huko wastani 100%. Naomba watoto wote wakaandikishwe. Mpaka hapo mlipofanya mmefanya vizuri sana. Lakini nendeni mkaandikishe watoto ili mnapokuwa kwenye mashamba wakati huo mnakumbuka kuandaa Januari kwa ajili ya watoto wetu kwenda shuleni. Napenda kutoa wito kwenu kwa niaba yake mkuu wa wilaya Iramba ambaye yuko safarini, Mheshimiwa Suleiman Mwenda. Msiende mkatunza hati zenu kinyemera na kuzihatarisha usalama wake. Nendeni mkaziweke mahala sahihi, zisichakae, zidumu. Inawezekana siku moja ukawa na shida na pesa kwa ajili ya kuendeleza kilimo. Chukua hati yako, ukiwa na mpango wako, una ardhi yako, nenda benki, waambie bwana, mimi nina hati hapa, nifanye nini ili kusudi niweze kupata pesa nitanue kilimo.
ulikuwa unalima eka moja, unataka ulime ekari 10, ekari 5, unaweza ukapata mkopo, ukanunua mbolea, ukanunua mbegu, ukaajiri na wafanyakazi. Kupitia hati hiyo, zitumieni hati hizo vizuri ndugu zangu. Na neno la Mungu lisema enendeni mkaijaze nini? Lakini msijaze dunia pasipo kufikiria kuwatunza watoto wao. Tuhakikishe tuna uhakika kuwapatia matibabu sahihi, tuhakikishe tunawapeleka shule wanasoma, ili kusudi waje wapatikane akina Mwigulu Nchemba wengine. Kwa hiyo mkizaa watoto wapelekeni shuleni, na tumieni hati hizi kuweza kuhakikisha kwamba zinaorofesheni. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nipende kuwapongeza wanakijiji kijiji cha Makunda, lakini kipekee nimpongeze mwenyekiti wetu wa kijiji. Kijiji hichi cha Makunda ni miongoni mwa vijiji 241 vyenye matumizi ya ardhi katika mkoa wetu wa Singida, lakini kwa wilaya ya Iramba zinatengeneza vijiji 66 na wilaya yetu ya Iramba ina jumla ya vijiji 70, kwa maana ya kwamba Iramba tumebakiza vijiji 4 tuweze kumaliza vijiji vyote 70. Kwa hiyo niombe sana wananchi, sio wa Makunda tu na vijiji vilivyo jirani na Makunda, kuendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha tunatekeleza maelekezo ya serikali, lakini kikubwa ni kuhakikisha hizi hati tunazozitumia zisigeuke mapambo majumbani mwetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nikiwa mwenyekiti wa kijiji, ninaamini hati hizi baada ya kuwa wamezipokea zitawaondolea wananchi migogoro. Miongoni mwa vijiji vingi katika wilaya hii ya Iramba, ukitoa kwenye namba 1, kijiji cha Makunda hakiwezi kukosekana kuwa namba 2 kwenye kilimo. 35% wananchi walielewa kwa haraka, lakini 65 hawakuelewa kwa haraka faida ya hati miliki. Lakini baada ya muda zoezi linaelekea kuexpire, watu waondoke kuelekea kwenye majukumu yao, uelewa uliongezeka na wananchi waliongezeka kuja kupata huduma. Ofisi iko tayari kutunza nyaraka hii, lakini tutawagawia hati za kimila hawa wananchi. Inawezekana wakapoteza huko. Kopi na kumbukumbu zinahitajika sana kukaa kwenye ofisi yao, lakini ofisi tulionayo, tunaomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tupate masijala ya kuweka kopi za wananchi hawa. Najua serikali hii ni sikivu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Wengo